Kiambiwa kwamba kwenye jua lina vitamin D, jua fulani la asubuhi saa 2 saa 3 mpaka saa 4 tukaambiwa lina vitamin D. Sasa daktari hapa atatueleza vizuri leo kwenye Motisha kuhusiana na umuhimu wa vitamin D, lakini namna gani ya kuipata kwenye mwili wako. Hiyo itakuwa Motisha. Tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kabisa wa Supertech. Motisha. Kwa majina naitwa Lulu Mwakalukwa, ni afisa lishe kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, na leo nitaenda kutoa elimu fupi kuhusiana na vitamin D. Tutaenda kuona vyanzo vya vitamin D, lakini pia tutaona athari au madhara yanayotokana na ukosefu au upungufu wa vitamin D katika mwili. Vitamin D ni kirutubisho muhimu katika mwili ambayo kazi yake kubwa inasaidia katika ufyonzaji wa madini ya calcium ambayo yana umuhimu katika kuimarisha afya ya mifupa, meno, misuli. Lakini pia vitamin D inasaidia katika kuimarisha kinga ya mwili, lakini na faida nyingine nyingi. Vyanzo vya vitamin D, tunaweza tukapata vitamin D kutoka kwenye vyakula, na vyakula hivi ni kama samaki, na samaki tunaweza tukapata vitamin D kutoka kwenye samaki kama sangara, sato au dagaa. Lakini pia tunaweza tukapata vitamin D kutoka kwenye mayai, hasa kiini cha njano cha mayai. Lakini pia tunaweza tukapata vitamin D kutoka kwenye maini ya wanyama, mfano ng'ombe. Vitamin D pia inaweza kupatikana katika vyakula ambavyo vimeimarishwa au vimeongezewa vitamin D katika uchakataji wake. Mfano, kuna nafaka ambazo katika uchakataji wake zimeongezewa vitamin D. Lakini pia tunaweza tukapata vitamin D kutoka kwenye virutubisho ama supplements ambazo watu kwa ushauri wa daktari au wataalamu wa lishe wanaweza wakapewa hivi virutubisho kulingana na uhitaji wao. Vile vile chanzo kikubwa kingine cha vitamin D ni kutoka kwenye mwanga wa jua, na mwili una uwezo wa kutengeneza vitamin D kwa msaada wa mwanga wa jua. Yani zile miale au UVB radiations zinazotoka kwenye jua zinapogusa ngozi zinaochochea mchakato wa kibiolojia wa kubadilisha molekuli za mafuta zilizopo kwenye ngozi kuwa vitamin D. Na tunashauri mtu kupata mwanga wa jua kwa muda usiopungua dakika 15 hadi 30 ya jua la asubuhi au la jioni. Lakini kadri mtu anavyozidi kukaa kwenye jua muda mrefu ndipo anavyozalisha vitamin D kwa wingi zaidi. Motisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Hii ni East Africa Radio. Wewe bado haujui, michongo ya leo inaletwa na dalali wa michongo. Bei halali, bidhaa safi kabisa. Michongo inasikika hapa kwanza. Dalali wa michongo anakuletea dili moto, kuanzia dili za bei che hadi bei za kimataifa. Usijifanye hujui. Mshike dalali wa michongo, uuze na ununue ndani ya Twenzetu